Karibu katika sehemu ya pili ya likapu yetu, likapu inayohusu maisha ya kijana aliyejiandikisha katika chuo cha wadada peke yake, na bahati nzuri akabahatika kupata nafasi ya kusoma katika chuo hicho. Maisha yake yakawa magumu kweli kweli, kwani alipendwa na wadada chuo kizima. Sasa kama hujatazama sehemu ya kwanza, basi gusa hicho kipop up kinachotokeza juu skrini mwako upande wa kulia. Ukikigusa hicho kitakurudisha moja kwa moja kuitazama sehemu ya kwanza, na mara baada ya hapo unaweza kuendelea nasi hapa tulipoishia. Okay, tunasonga mbele. Sehemu ya pili ya likapu yetu inapofungua ni kwamba inamuonesha mwamba mpya kabisa ambaye huyo alihamia katika chuo hiki. Yeye anaitwa Sun Hao. Kumbuka kwamba ni mtoto wa mama single parent, na huwa wakati mwingi anachukua majukumu ya kumsaidia mama yake, lakini mara baada ya kupata nafasi katika chuo ambacho anasoma watoto wa kike pekee, basi akamwahidi mama yake kuwa nyakati za jioni atakuwa akiendelea kumsaidia kazi katika kieneo chao ambacho anafanyia biashara. Akiwa chuo mwamba si mzembe, kwani anapenda watoto wa kike kweli kweli, na kila mahali alikuwa akiwapa hai tu, na wao akimshobokea naye anarudishia. Sipati picha huyu mwamba maisha yake yatakuwaje hapa ndani. Kumbuka kwamba ni sehemu ya pili hii. Akiwa anaendelea kupita katika maeneo haya ya chuo, akamwona bibiye Fang Yu, na kwa mara ya kwanza akatokea kumpenda sana, lakini alipojaribu kumsalimia akijua kuwa atashobokewa, bidada Fang Yu hakuwa na time hiyo, kwani aliweza kumpiga mashoti moja ambayo mwamba akajikuta yuko ardhini. Licha ya kupigwa vibaya, mwamba akiwa ardhini aliapa kuwa atampata msichana huyu mlembo ambaye ametokea kuteka ufahamu wake. Upande wa pili, katika kampuni moja kubwa sana inayofahamika kama Fang, ni kampuni inayomilikiwa na babu yake na Fang Yu, yule ambaye anawapiga watu kule shuleni, lakini hapa anaonekana dogo mmoja mdogo sana anayefahamika kama Fang Zhou. Huyu ni mjukuu wa mwisho kabisa wa Mzee Fang, ambapo ameaminiwa na kuweza kusimamia kampuni hii kwa sababu ana akili sana na ni genius katika masuala ya mahesabu. Sasa wakati huu akiwa anatoka ofisini, alikuwa amekasirika sana, kwani chakula alichokuwa ameagiza kwa zaidi ya dakika 20 kilikuwa bado hakijafika katika maeneo yake ya kazi. Akaendelea kuendesha vikao vyake akiwa na njaa, lakini baadaye akaonekana mwamba Mintiang akiwa anaingia katika eneo hilo kwa kuchelewa sana. Akamweleza mwamba Fang Zhou kwamba amepata ajali na ameshindwa kuleta chakula. Mwamba akakasirika sana na kusema kwamba atamripoti katika uongozi wake wa kiofisi, kwani hawezi kuwa mzembe kiasi hicho amemshindisha na njaa kwa masaa yote hayo. Lakini wakati huo anaendelea kulalamika, basi akajitokeza bidada Fang Yu ambaye akaeleza kwamba huyu ni rafiki, kwa acha kumgoromea. Mwisho wa siku jamaa akawa amesamehewa katika namna hiyo, kwani simu kama ingepigwa kwa bosi wake, basi angepoteza kibarua chake. Fang Yu ikumbuke kwamba alizaliwa kama mtoto wa kike, lakini wazazi wake walipenda sana mtoto wa kiume, wakawa wakimvisha mavazi ya kiume na kumfundisha tabia za kiume kabisa. Lakini kuna wakati alipozaliwa mdogo wake ambaye ni Fang Zhou, basi wazazi wake wakamrudisha katika asili yake ya utoto wa kike, na hapo tu akajikuta anaanza kukosana na wale marafiki zake wa kiume alikuwa amezoeana nao. Hata siku ya leo alikuja na zawadi kwa ajili ya kuomba msamaha kwa rafiki yake wa kiume ambaye alikuwa ni rafiki wa kipindi hicho. Sasa huyu rafiki akasema kuwa kwa sasa hampendi kwa sababu ni mtoto wa kike, na akamwita kuwa yeye ni mad girl ama msichana mbaya. Uncle Ji ambaye ni msimamizi katika shule hii akamtia moyo bibiye na kumwambia kwamba asife moyo, aendelee kujaribu kuomba msamaha kwa kijana yule, huenda siku moja ataeleweka. Akatabasamu na kuchukua ule mdoli wa Uncle Ji, lakini bahati mbaya ni kwamba aliporudi nyumbani babu yake akamwona na ule mdoli akamnyang'anya na kumwambia kuwa kama mtoto wa kike mtu mzima bana, acha kuwa kama mtoto, akautupa ule mdoli. Haya yote anayakumbuka akiwa katika maeneo ya makaburi. Wakati huo Mintiang akaonekana pia naye akija kuleta shada katika kaburi ya baba yake, kwani baba yake alifariki kitambo kirefu na mama yake aliwatoroka wangalikuwa ni wadogo. Leo bana lile tukio la mtaani, kesi ni kubwa sana huko ofisini. Mwamba analalamika kweli kweli, kwa nini mlienda kufanya vurugu mtaani na kuwapiga watu? Basi Mwamba akasema kwamba makosa yote ni ya kwangu, mimi ndiye niliyefanya tukio hili. Wasichana hao wakashangazwa sana na moyo wa ajabu aliokuwa nao Mwamba Mintiang na kusema kuwa huyu ni mwanaume wa kipekee. Lakini mwalimu bado akamfuata Mr. Mintiang na kumwambia kuwa wewe sio uliyekosea, ni hawa wakina dada ndio waliokosea, kwa sababu hawa ndio wenyeji katika shule, walipaswa kuelekeza sheria, kwa hawa ndio wakosaji. Lakini bado Mintiang akazidi kusema kwamba yeye ndiye mkosaji, kitu ambacho kasababisha wasichana hawa kuvutiwa naye sana kwa tabia yake hii ya upole na ukarimu. Siku ya leo tunaonyeshwa mshiriki mpya kabisa kutoka chuo kingine. Huyu anafahamika kama Guan, ni rahisi wa chuo hicho akiwa kama mwanafunzi wa boxing. Sasa siku ya leo alikuja akatembelewa na mgeni kutokea katika kile chuo ambacho anasoma Mwamba Mintiang. Huyu bidada ni rais katika chuo kile, lakini alikuwa anataka ni namna gani ajifunze ili aweze kumpiga bibiye Fang Yu, kwa sababu amejipatia maarufu mkubwa sana katika chuo ambacho yeye anakiongoza. Sasa kila wakati anatafuta mbinu za kuweza kumpiga, lakini imeshindikana. Ikabidi kwenda katika chuo cha jirani kwenda kupata maujuzi zaidi kutoka kwa rais wa chuo hicho cha jirani. Sasa tukirudi katika chuo cha kina Mintiang bana, shughuli leo pevu imewaka moto bwana. Mwamba akajikuta anachukuliwa vipimo, akaanza kujiuliza, jamani kuna shida gani? Wakamwambia kuwa kuna mpambano mbele yako, kwa lazima tukupime vipimo ili kukuandalia vitu ambavyo
unastahili kuvivaa wakati wa mapambano. Akasema naenda kupigana na nani? Wakamwambia kuwa utaenda kupigana na Fang Yu, yule dada ambaye anapiga dunia nzima. Sasa ikabidi Mwamba kushangaa, mimi naenda kupigana na yule dada? Ndio bwana. Lakini jamaa akawa amekataa. Wakamwambia kuwa kama ukiweza kupigana na Fang Yu na kuweza kumshinda, basi tunakuahidi kwamba wadogo zako tutakuwa tukiwahudumia sisi kwa kutoa michango yetu hapa chuoni, lakini pia tutakuwa tukitoa huduma na kupeleka maua katika kaburi la baba yako kila inapofika kumbukizi ya kifo chake. Akashangaa namna ambavyo wanafunzi hao wamekuwa wakifuatilia maisha yake kiasi ambacho wanajua kila njia ambayo anaipita. Lakini bidada Xiao Ming akajitokeza na kumwambia kuwa mimi naweza nikakufundisha namna kupigana ngumi kiasi ambacho utaweza kumshinda Fang Yu, na itakuwa ni kitu kizuri zaidi kwani utapata heshima kubwa sana hapa chuoni. Akakataa kabisa kufundishwa ngumi na akaondoka katika maeneo hayo. Moja kwa moja akaenda mpaka kwa bibie Fang Yu, huku akamkuta akiwa anafikiria sana bibie. Akamwambia, kwa nini umenichagua mimi kupambana na wewe? Akasema hapana, huo ni utamaduni wa chuo. Kila mwanafunzi mpya anatakiwa kupambana na mwanafunzi ambaye ni mshindi katika chuo chetu, mwanafunzi anayetandika mkono kisawasawa, na wewe umepangiwa na mimi na unatakiwa kunishinda au ushindwe. Min Tiang aliposikia habari ya kupambana na champion wa chuo, basi alijisikia vibaya sana na akaahidi kuwa kama wakiendelea kumlazimisha basi ataacha chuo kabisa. Fang Yu akamweleza Xiaomi kuwa Min Tiang amesema ataacha chuo endapo akaendelea kulazimishwa kupigana naye. Hivyo akafikiria na kwenda kumwomba msamaha ama kutafuta namna nzuri ya kumwelezea juu ya mpambano ambao utakwenda kujili mbele yao. Lakini walipofika katika huu mgawa unaofahamika kama KFC, walishangaa kuona kuwa eti Min Tiang aliacha kazi siku za hivi karibuni mara baada ya kuchelewesha kupeleka chakula katika hoteli aliyokuwa ameagizwa. Fang Yu alipoyasikia hayo akahuzunika sana, kwani anakumbuka oda ya mwisho ilikuwa ni kumpelekea mdogo wake chakula, na ndiko ambako majanga yote yaliweza kutokea. Akaamini kwamba familia yao ndio sababu ya Mwamba kuacha kazi katika eneo hili la mgahawa. Suhan akiwa ni mwanafunzi anayeshobokewa sana katika maeneo haya ya chuo, leo alishangazwa na kuona kuwa kuna mwanafunzi mwingine wa kiume alikuwa anaingia katika maeneo haya. Kumbe huyu mwanafunzi alikuja kuchallenge katika chuo hiki. Basi akawa anashangaa nini kinachoendelea. Kuna mwanafunzi mwenzake akawa anamwambia kuwa hapa wanakuja wanafunzi wageni na kuja kuchallenge na wanafunzi wa hapa, kwa hiyo leo kuna mshindano bana. Suhan alipoona Mwamba anashobokewa sana akasema na mimi nahitaji pia kuingia katika mipambano. Basi akaambiwa ni vyema ukaandaa ambulance mapema, kwani ukiingia katika mpambano kuna uwezekano ukayapoteza maisha yako ama kuingia katika hali mbaya zaidi kiafya. Huyu mwanafunzi mgeni katika hii shule hakuja katika mwaliko rasmi. Hivyo basi kuna bidada mmoja akajitokeza na kusema kwamba Min Tiang ndiye aliyekuwa amepangiwa kupambana na Fang Yu, hivyo hakuna atatakiwa kupambana naye kabla ya kupewa mwaliko rasmi. Bibi Fang Yu alikuwa katika duka la baiskeli, lakini upande wa pili tunaonyeshwa Mwamba Min Tiang akiwa anahangaika na baiskeli yake, kwani iliweza kuharibiwa na wale majambazi waliokuwa wamemvamia njiani. Basi bidada anatafuta baiskeli nzuri ambayo inaweza kumfaa Mwamba, kwani ameweza kuambiwa kuwa jamaa ameacha kazi na hana maisha kabisa. Moja kwa moja akaenda kwa Mr. Wang, na huku akaanza kutoa malalamiko yake kwa kusema kwamba anahitaji kuhamishwa katika chuo hichi, kwani hawezi kupambana na Fang Yu wala mwanafunzi mwingine yeyote. Hakuja kwa ajili ya hayo bali kujisomea. Lakini akaambiwa na Mr. Wang kwamba ni utamaduni wa chuo, hivyo unapaswa kupambana ama kujifunza zaidi namna ya kupambana ili uendelee kubakia katika chuo chetu. Alafu ni rahisi tu, nitakutafutia mwalimu mzuri sana wa mapambano ambaye atahakikisha kwamba unampiga kila mwanafunzi katika chuo hiki, na ni sehemu ya michezo. Sawa mwanangu, tulia basi, tulia katika chuo hiki. Min Tiang hakuwa na namna yoyote ile, ikabidi kukubaliana na mwalimu kwa sababu amemwambia kuwa anapaswa kuwa mvumilivu na iko siku atakuja kupambana, lakini kwanza anatakiwa kuingia katika madarasa ya ngumi na kujifunza vizuri. Jamaa hakuwa na namna yoyote isipokuwa kukubali. Sasa bado stori yetu ni mbichi na bado tunaona kuna kama viashiria vya kimapenzi kati ya Min Tiang pamoja na Fang Yu. Wameanza kuonekana wakiwa katika hali fulani ya kimahaba. Lakini je, Min Tiang na Fang Yu wana uhusiano gani? Kwa sababu Min Tiang anaamini kwamba Fang Yu ana muonekano unaofanana kwa karibu zaidi na mama yake mzazi. Je, Min Tiang na Fang Yu ni ndugu? Lakini bado tunakuwa na mtihani mkubwa sana kujua nini kiko nyuma ya pazia. Nikukumbusha tu kwamba yote hayo kuweza kuyaona, basi unaweza kufuatia kupitia episode ya 3 ambayo inajitokeza juu ya screen yako wakati huu tukiwa tunazungumza. Hiyo itakupeleka moja kwa moja kuitazama sehemu ya 3. Asante. Nikukumbushe tu kwamba kuna linki katika ukurasa wa comment. Linki hiyo utakapoigusa moja kwa moja itakupeleka katika group letu la WhatsApp, ambako huko utakwenda kupata taarifa kamili juu ya yale yote ambayo tunayatuma katika channel yetu ya YouTube. Lakini pia kama una tangazo la kibiashara, unaweza kunitafuta kupitia nambari ya simu inaweza kuonekana chini ya screen yako. Asante.